Ujambo na karibu tena katika awamu yetu hii ya matangazo ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kwa niaba ya wote utakayewasikia katika ukurasa huu wa matangazo, mimi ni Germain Hassan Kiahwere, na hapa kwanza muhtasari wake. Kumeripotiwa na mapigano makali kati ya watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuta visa kwa raia wote kutoka taifa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionaye katika meza yetu ya matangazo, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa na makao yetu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari kutoka studio za MTV, tukianzia huko Lubero, ambapo tumeambiwa kwamba wapiganaji wa Maimai wa kikundi kilichogawanyika cha FPP-AP chake Kasereka Kasiano maarufu Kabido walitwangana katika mji mdogo wa Mukeberwa ulioko kusini magharibi mwa mtaa wa Lubero, Kivu Kaskazini, karibu na mipaka ya mtaa wa Walikali jimboni Kivu Kaskazini, hasa katika kijiji cha Tama, Jumatatu 7 Aprili mwaka 2025. Duru za raia kutoka eneo hizo za ripoti kwamba kundi hizo mbili zinazozozana udhibiti wa maeneo haya, ambako kila mara watoza ushuru kwa baadhi ya wananchi wanaopatikana maeneo haya. Kwa sasa hali inaonekana kuwa mbovu, wakati raia waelekea nafasi ambao wanahisia kuna usalama mdogo, na baadhi ya raia ambao wanaelekea katika mashamba kuwa wahanga wa unyanyashaji unaoendeshwa na watu hao wanaomiliki silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na raia hao wamebaini kwamba tangu muda fulani ambao umepita baada ya kundi hili la FPP-AP kugawanyika kwa makundi mbalimbali, wamekuwa wakitwangana, na hii kupelekea raia kuishi katika hofu na wengine kukimbia makazi yao, wamoja wakielekea katika mji mdogo wa Kirumba na wengine pembezoni mwa vitongoji vinavyokuwa karibu na mji huo, huko wakisia huko kuna usalama mdogo. Kikundi cha FPP-AP chake Generali aliyejitangaza Kasereka Kasiano maarufu Kabido kimegawanyika kwa makundi mbalimbali tangu kuonekana kwenye mitandao ya kijamii kwa video iliyoonyesha kuwa kundi hili limejiunga na waasi wa M23 FC, jambo liliokanishwa baadaye na Kabido akiwa kiongozi wa kundi hili la waasi wanaomiliki silaha katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Tukisalia mkoani Kivu ya Kaskazini, utafahamu kwamba wafanyakazi wa serikali waliowekwa kwenye ofisi ya sekta la Bapere wilayani Lubero waanzisha mgomo Jumatatu Aprili 7 mwaka 2025 ili kushutumu uongozi mbaya kwenye sekta hiyo mkoani Kivu Kaskazini. Katika barua iliyokabidhiwa kwa baadhi ya viongozi wa DR Congo, ikiwemo administrator wa wilaya ya Lubero, wafanyakazi hao washutumu Bwana Makere Sivindula Mwendivwa, kiongozi wa sekta la Bapere, kuzuia miradi ya maendeleo eneo hilo pamoja na kushindwa kulipa mishahara yao tangu siku kadhaa. Jumatatu iliyopita ofisi zote za wafanyakazi wa sekta la Bapere zilibaki zikifungwa, hapa wakilalamikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati. Ortesel, katibu mtendaji wa sekta hiyo, abaini kuwa wafanyakazi hao waomba viongozi wa DR Congo kutoa suluhisho ili wafanyakazi waanzishe mara tena shughuli zao kwa ajili ya maendeleo ya eneo hilo mkoani Kivu Kaskazini. C'est une question administrative, comme vous me posez la question. Laissez-nous dire que les agents se sont soulevés. Ils ont d'abord écrit à l'autorité hiérarchique du chef de secteur, qui est l'administrateur du territoire, une semaine avant, pour lui signifier qu'ils allaient grèver à partir du 7 avril courant. Et l'objectif était, c'est une sorte de préavis qu'ils ont accordé, et ils s'insurgent contre ce qu'ils appellent la gestion calamiteuse du chef de l'entité, parce que les agents sont en train d'accumuler plusieurs mois sans toucher, on dirait asphyxiés par l'autorité, et c'est ainsi que les agents se sont soulevés. Ils ont dit non, trop c'est trop, et c'est ainsi qu'ils ont écrit à l'administrateur, et demain, lundi, c'est le 7 avril, la grève va commencer. Voilà en fait la situation. Fonctionnement, même les services sont
inquiet parce que d'après les agents, rien ne va, rien ne va. Et est-ce que ce n'est pas de acharnement de la part de ces agents à l'encontre de l'autorité? Bon, c'est maintenant la commission qui pourra être dépêchée à le dire. Jueni kwamba hali hiyo yajiri mwaka mmoja baada ya maandamano yaliyoripotiwa Mangurujipa, waandamanaji wakipinga uongozi wa kiongozi huyo ambaye kwa sasa ameshtakiwa na makosa mengi ikiwemo kutowalipa marupurupu ya mshahara yao wafanyakazi wa serikali katika sekta la Bapere. Wakati huo siku chache baada ya ziara ya naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani nchini DR Congo jijini Beni, Kivu Kaskazini, mwanasiasa Shilikapanga aomba ziara hiyo iwe na manufaa mazuri kwa shida ya raia wa Kivu Kaskazini na Ituri, isiwe tu utalii na kuharibu pesa za serikali kwa bure. Neno kunda sema niliona waziri anasindikizwa na wazee wengi kati ya wabunge na wengine watu. Kitu kuu tunaomba ni kitu gani? Ni wakati yenyewe kiongozi anafika kwenye mgini anaweza kuleta solution ku mambo ya raia. Kwani mara mingi viongozi wanaenda mgini, wanafika wa raia wanawaelezea shida, watarudi hata shida moja itaweza kupata solution. Ndio kwa maana nawaza kwa hii turu iko heri sana kupatana magumu tunayo kule Beni, matraka seri, mamande sijui ngapi kule kwa auditora, hata kule Mabutembo popote kule yafaa mataxe mingi vitu gani yote. Ndio sasa wakati ya kiongozi ukamata hatua ya kusema kangia leo hii na hii na hii na hii ikomeshwe. Hii ndio ombi yetu kubwa sana. Isiwe tu mkubwa alienda anarudi anaenda anarudi na hakuna mabadiliko. Hii haitakuwa na kuwa kusaidia kwetu. Kusaidia kwetu na wakati wenyewe wanasindikiza rai kiongozi wanakutana na wale watu wa societe civile, magrupu de pression, wale wazee kianda wote wanakutana fazi moja, wanawaambia shida tunayo hapa ndio hii na hii na hii na hii, na mkubwa anakamata hatua ya kumaliza mambo. Ndio tunawaza kwamba tuna kazi mingi nayo kwa kule, kama vile kuanzisha watoto wetu kazi ya kijeshi kule Nyaleke, hata wa verandiste, watu wa reserviste, watu wote kule, iko occasion ya mkubwa kumpatia liwali njia na kanuni za kufata ili hii mambo itendeke vizuri na vijana waende wakajifunze na tuweze kuwa na jeshi ya kwetu yenye kukamilika ya kwetu. Hii ndio kitu lazima sana. Kwa hivyo wote wenyewe walisinikiza bwana waziri, ikuwe mabunge, ikuwe wa ministers, tunawaza kazi yao kule kuu ni kuangalia namna gani kusikia malalamiko ya raia na kuweza kupata solution. Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua ya ziada ya kuelekea ujumuishaji wa kikanda. Juu ya pendekezo ya waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba Wanyer, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianzisha wakati wa baraza ya mwisho ya waziri kuvuta visa kwa niaba ya raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hiyo ni muhimu ya kanuni ya kuhakikisha kidiplomasia ndani ya Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC, shirika ambalo DRC imekuwa mwanachama kamili tangu Agosti mwaka 2021. Inafuatiwa uamuzi wa zamani wa mamlaka ya Tanzania kuwapa Wakongo visa kuingia katika nchi yao. Kwa kuwakilisha barua hii kwa baraza, mkuu wa diplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisisitiza wigo wa kimkakati kwa uamuzi huo. Kuvuta visa haitawezesha tu safari za raia wa Tanzania kwa DRC, lakini pia itahimiza ubadilishaji wa kiuchumi, utalii, vyuo vikuu na kitamaduni katika muktadha wa kikanda katika kutafuta ubadilishaji wa biashara. Kwenye kiwango cha uchumi, uamuzi huu unaonekana kama leva ya kuchochea biashara kati ya nchi hizo mbili, haswa katika majimbo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ni msingi wa miundombinu ya Tanzania ya upatikanaji wa masoko ya kimataifa, haswa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Wanasiasa wanasema mpango huu unaonyesha dhamira inayoongezeka ya DRC kujiandikisha kikamilifu katika nafasi ya SADC zaidi ya nia ya kisiasa. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni kwa habari hiyo ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya MTV, tukisikika mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio washirika. Huko katika sekta la Bapere tunasikika kupitia Radio Pao, sekta ya Rwenzori chini ya milima mirefu ya Rwenzori tunasikika kupitia Radio Global Wek. Katika mji mdogo wa Kiwanja tunasikika kupitia Radio Rakov FM. Huku Kirumba tunasikika kupitia RTGL.
Katika maeneo ya Kimbulu tunasikika pia kupitia Radio Setrobo FM, na huko Beni katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini tunasikika kupitia Radio Oasis FM TV na maeneo mengine duniani. Kwa niaba ya wote waliandaa matangazo haya, mimi uniite Germain Hassan Kiawere. Hadi wakati mwingine, kwaherini. Wakajuambe tui wakajuamba no yako nukumakelela mune twisto kwikweni kwatwatu kuli kwimba kundemba mutumbu kudibana basheta mayenga yenga bani nambu basheta makwabu kachoka tasekele eyi wakwetu mimbekene eyi wakwetu mimbe balunga bakwene bayenda nabo isambombo tuyaya batangila kwetu kumaya mukamba. Notre liberté d'expression ne trouble pas l'ordre public. Article 23. Dread carolage à Wedji. Honorable Alita Chamala, Davin Loufio, les Canadiens adorables. Alex Mfumuti, hymne national. Gouverneur Richard Mouyej Manguez Mars, Salon José Mampouya London, Ferdinand Moussatoula, Junior Amorim Makanga, comprendre que bomelaka na bino masanga te bomelaka nde kwiti okolokwanga oyo elangwisaka ekobima okosepela na yango mpe Romedis Joël Balassi Moke, Dieudonné Kasembo, Maître Claude Nyamugabo, Professeur Taylor Lubanga, Babi Mantezolo, Assistante Yolka, Mathieu Mobindi CBC, Pascal Elima les cascadeurs, Betela Babosa Touchedi, Maître Choramboma, Maïma Imona Facile à Carré. Général Dieudonné Banze Lubunji. Il n'est jamais fatigué. Il a toujours des solutions. Allez, quel est ton bilan, GG Tango fort. Oh, papa Nabiso aliaka na imingité. Oui, tout à fait. Pobisika Mosusu aliaka esali. Bailonga Ibende, Alain Balay, Archie Géry Tansia, Honorable Kajos Mafolo Kasinzi, Gère Desit Masera, Pacho Panda, Soki Motoazole la portable na ye ebungi. Problème eza portable te. Eza ndi makambo eza na kati ya portable nde problème. Tetenai Chamamba.
Gabi Chabani Record. Il n'est jamais fatigué. Il a toujours décidé. Enik Josué Kapuchi Tobina. Jean-Marie Lutete, Eric Mandala, Paul Bindu, Pacific Palace, Eric Gwenye Moubali, Patrick Pacons, Zeka Luzeka, prêtre à Samoko, président d'homme. Miller Lutelu.